Ni rahisi sana kuacha njia. Bwana sifiwe. Na ukiwacha njia, hata kama ulikuwa unaenda Nairobi na umewacha njia, umeitwa na unafika, huwezi fika. Njia ni ya muhimu sana katika maisha ya mtu. Njia ni ya muhimu sana, na jambo lolote ambayo unataka kufaulu lazima wachana na mambo mengi. Haleluya. Unaona watoto wa shule. Watoto wa shule hawaangukaji kwa sababu ni wajinga. Tena watu wenye akili sana ndio waanguka ikifika wakati wa mtihani, kwa sababu hawajui njia ya kufanya mtihani. Bwana sifiwe. Labda wanajua masomo, wanajua mambo mengi, lakini itakapofika katika njia ya kufanya mtihani lazima waanguke. Kwa sababu wanafikiria akili ama uwerevu wao ndio inafanya wakapate kupita. Bwana sifiwe. Na ndio maana Biblia inasema ya kuwa angaliani sana msiwache njia, kwa sababu waliowacha njia walipata thawabu ambayo inatoshana nao. Na sisi tukiwacha njia tutaepukaje ghadhabu ya Bwana? Kwa hivyo nitafundisha hiyo baada ya kumaliza. Leo tuna siku kubwa sana. Tulisema ya kuwa every year kuna watu tu hapa ambaye wamefanya kazi, mwaka imeisha, lakini kitu ambaye anaweza weka kwa meza ya kuwa mwaka hii nimefanya hii, hakuna. Bwana sifiwe. So kila mwaka kusudia neno moja tu, wachana na mambo mengi. Kila mwaka, Mama Jeremy, mwaka hii unaenda kumaliza. What have you done? Nini unaweza onyesha watu ya kuwa mwaka hii imenipea hii? Nimekwisha kufundisha mara mingi sana ya kuwa mwaka Mungu anakupea 365 days for you to do something ambayo unaweza onyesha mwaka hii umefanya nini katika maisha yako. Ni nini umefanya? Ni nini unaweza kuonyeshana? Unajua inaitwa nini? The pride story. What is your pride story of this year? Kitu ambaye ukikaa na watu unaweza kuambia, wapendwa, mwaka hii mimi nimefanya hii. What have you done? Kama kanisa, mwaka uliopita ulifanya nini? Wangapi tulikuwa nao last year? Niulize tena ama niulize na Kisungu? Ni wangapi tulikuwa nao last year? Nataka mtu mmoja tu atuambie last year kama kanisa tunajifunia kitu fulani. Nione kwa mkono. Mama Jeremy, simama. Usiwe kama mtoto mjinga. Mtoto mjinga kwa kanisa ndiye anafanyaga. Yana anataka kuinua mkono lakini anafanya na anajua. Hebu tuambie tulifanya nini? Ni nini unaweza kujifunia tulifanya last year? Last year nimesema kama kanisa pastor wetu aliweza kufanya harusi na tena akatoka kutoka kwa pastor akaudeniwa akawa reverend. Nani anaona kitu kingine tena? Bwana sifiwe. Last year tunaweza sema ya kuwa kanisa hii tulifanya urembo, si ndio? Amen. Bwana sifiwe. Last year tulifanya urembo kanisa hii, na last year tulipanda ngazi. Bwana sifiwe. Amen. Tukatoka katika ngazi nyingine tukaingia katika ngazi nyingine. Na wewe kama umebaki pale kwa
ngasi ya pastor, wewe unajua umebaki. Saa hii tuna operate, Bwana sifiwe, katika mafuta ya reverend. Bwana sifiwe. Na kitu chochote unafanya katika maisha yako unastahili sasa kufanya katika mafuta ya kasisi. Pigia Bwana Yesu makofi. Amen. So what have you done for yourself this year? Last year and this year. Now nitafundisha hiyo. Bwana sifiwe. Mwaka hii tulisema ya kuwa unajua kuwa pastor ni tofauti, kuwa reverend ni tofauti. Mimi nilijua, isipokuwa ninajua mahali shetani alitutega naye, ndio maana mnaona bado ninaishi pale kwa hiyo level. Bwana sifiwe. Huwa ninalia nikikaa kwa hiyo, ninalia sana. Bwana sifiwe. Kwa sababu huwezi kuwa pastor na ukuje ukuwe reverend na bado na operate the same way ulikuwa. Amen. Kuna wamama hapa, yeye bado ana operate vile sasa alikuwa msichana na sasa ni mama. Bwana sifiwe. Kuna mtu hapa ako na familia na bado ana operate kama vile alikuwa single. Paka akitoka anaweka kidole kwa unga. Na sasa hako na familia. Wapendwa, ukipanda, ambia jirani yako, ukipandishwa kubali kupanda. Na ujue hapo umepandishwa, kama umepandishwa sasa wewe ni mama, iko na gharama yake. Bwana sifiwe. Ukiwa mama sasa gharama yake iko na lazima kubali kulipa. Na ndio naona hizi vitu sasa ziko bure. Wacha niwaambie, saa hii ndio unaweza kujua truly kanisa hii inatoshanaje na ni wangapi wa kanisa hii, kwa sababu watu ambaye unaona hii viti inakuwa na watu, na hapa inafikaga kwa yule mtoto, si ndio? Amen. Na Yesu anasema neno kidogo sana. Yesu anasema ya kuwa kama unaipika mbele yake, na yeye atafanya nini? Ataibika. Wapendwa, afadhali ujilete tu. Bwana sifiwe. Kuna kitu inaitwa moral support, kuna kitu inaitwa money support. Juzi tulifundishwa jambo lingine ambaye hata mimi nitafundisha, inaitwa WWJD. Semeni WWJD. Inamaanisha what would Jesus do in your situation? Bwana sifiwe. Yaani ikifika saa kama saa hii, Yesu kama angekuwa yeye ndiye amekaa hapa, Yesu wako hapa, mama Rolex, kama Yesu angekuwa hapa katika kiwango chako, na leo tuko na fundraising, Yesu angefanya nini? Angechelewa? Kama angekuwa mshirika wa kanisa hili, na leo tumesumbuana na kuita wageni na watakuja, na tuseme wewe ndio Yesu, wageni wanakuja Lijemi, na wewe na Yesu ndio mshirika wa Lijemi. Yesu angefanya nini? Sema WWJD. WWJD. What would Jesus do in your situation? Angefanya nini? Angechelewa? Angesema hana pesa? Ama angefanya nini? Mnaona angefanya nini? Mama Sami, Yesu angefanya nini kama angekuwa wewe? Baada ya
Basi baada ya hayo Bwana aliweka na wengine 70, akawatuma wawili watangulie kwenda kila mji na kila mahali alipokusudia kwenda mwenyewe. Akawaambia, mavuno ni mengi, lakini watendakazi ni wachache. Bwana sifiwe. Yaani Yesu alitangulia kufanya nini? Kutuma watu wafanye nini? Mahali alikusudia yaani Yesu ndiye angekuja kwa hii harambee ya leo. Lakini aliona ni vyema kutume ukuje umwakilishe hapa. Bwana sifiwe. Hivyo ndivyo ilivyo. What would Jesus do? He has sent you to do. Na anajua hauna pesa. Anajua hauna pesa. Na amekutuma hapa. Na anajua ya kuwa atatuma samaki kwa sababu Yesu utoaga pesa zake katika samaki. Haleluya. Yesu anatuma samaki katika kila hali, yeye anatuma samaki. Na anakutuma ni ukuje kama vile alituma Petro aende. Haleluya. Ndio maana wewe umeshinda kuwa njaa kwa sababu ufanyaje ile kazi Yesu amekusudia kufanya. Kwa sababu Yesu anajua yako. Walikuwa na Petro. Akajua Petro ana pesa na yeye. Sasa ile kitu inanishangaza ya kuwa jambo sijui Yesu kama alijua ya kuwa pale nini itaitishwa, kodi itaitishwa. Na hebu imagine, Bwana sifiwe. Wale walikuwa wanaitisha kodi hawakuwa na haraka, wakangojea Petro akuje aende arudi mpaka nyumbani achukue ndoano. Aende nyumbani achukue ndoano, aende baharini afue samaki, atoe pesa kwa mdomo ya samaki. Kitu pia sijui hiyo samaki, sijui kama alienda kukula ama alitoa tu pesa na akairudisha kwa maji. Hiyo sijui kwa sababu ijaandikwa. Wapendwa, samaki inakuja kila mahali huko, hata kwa nyumba yako samaki iko. Na wewe je, uko na uwezo wa kutoa samaki majini? Pastor Fred, hiyo ndio ninashukuru Mungu sana kwa sababu Mungu ametupea uwezo wa kutoa samaki na utawaona. Hapa. Kutoa samaki ni ngumu ndani ya maji. Na uilete ung'oe pesa kwa mdomo yake. Haleluya. Na hakuna mtu ambaye anatumua bila samaki. Mungu ana make sure ya kuwa mahali popote na kutuma bila pesa ataweka samaki, isipokuwa kama macho yako haitaona samaki. Amen. Sema amen kubwa. Amen. Hallelujah. Yeah. Are you seeing a fish? Yes. Are you able to see a fish? Amen. Amen. Wacha nirudi kwa ile jambo nataka kufanya. Wangapi walituma pesa vile tulisikizana? Wangapi walisema watatuma? Nione kwa mkono.